Bwana, mambo ni mengi alafu muda ni mchache. Tumeweza kuona Maimasa ameweza kufunguka vitu vingi juu ya bibie Zuchu kuweza kumfumania bibie Tanasha Donna, na ameweza kuweka kila kitu wazi na kusema kiukweli Zuchu ni moja kati ya mwanamke ambaye mara zote huwa anapenda amani na furaha katika maisha yake, lakini kwa hiki kilichoweza kutokea kiukweli kila mtu ameweza kupigwa na butwaa, na wengi wao waliweza kuzungumza vingi na kusema kwenye hiki kinachoendelea sasa hivi Mungu anatakiwa kuweza kuingilia kati hili jambo, kwa sababu kila mtu anatamani kuweza kuona bibi Zuchu akiwa na amani na furaha katika maisha, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo mambo ambavyo yanavyoharibika kwa upande wake, na wengi wao waliweza kuzungumza vingi na kusema ya kwamba kiukweli kuna vingi ambavyo vimeweza kutokea katika maisha ya bibi Zuchu, na kila mtu anatamani kuweza kuona furaha ya bibi Zuchu ikiwa katika misingi na mikakati iliyo bora, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo ambavyo anavyozidi kupata maumivu zaidi katika maisha yake, na wengi wao walimsihi na kumuomba kwamba anatakiwa kuweza kuwa mtulivu kwa hali hii ambayo aliyokuwa nayo sasa, kwa sababu katika maisha ambayo tunaishi hakuna binadamu ambaye asiyokuwa na changamoto katika maisha, hivyo ni vyema kuweza kuvumilia kila kitu. Sasa unaambiwa Diamond Platnumz ameweza kufumaniwa na bibi Zuchu akiwa na Tanasha kwenye chumba chake, jambo ambalo lilompelekea bibi Zuchu kuweza kumkataa bwana mkubwa Diamond Platnumz mazima na kumwambia ni vyema akatafuta maisha yake mengine na sio kuendelea na yeye, na leo hii tumeweza kuona namna ambavyo Diamond Platnumz anapambana kuweza kumfanya bibi Zuchu aweze kumsamehe katika kila makosa ambayo amekuwa akiyatenda katika maisha yake. Kiukweli hii inaumiza na inasikitisha sana, mpaka Diamond Platnumz mwenyewe anashindwa namna ya kuweza kueleza hili jambo ambalo liliweza kutokea. Kiukweli ameweza kumuumiza sana bibi Zuchu kwa namna moja ama nyingine. Bwana, mambo ni mengi alafu muda ni mchache. Mimi naomba nikusihi kitu kimoja, kama ndo mara kwa kwanza basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na comment.